Radio na siku ya leo kama ilivyo desturi ya kawaida, on Wednesday tunaungana na mwanamke ndani ya studio. Mgeni wetu wa leo anaitwa Dabi Hassan na naona tayari yupo mjengoni na nikukaribishe. Tunaomba karibu sana ndani ya Staarabika. Asante sana na karibu kwa kuitikia, ama asante kwa kuitikia wito wetu. Na kwa yule ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, labda uweze kutueleza Dabi Hassan ni nani na anafanya kitu gani? Dabi Hassan sasa yeye ni mfanya biashara, mshauri, mtaalamu wa mikakati ya biashara, na mtetezi wa wezaji wa wanawake. Alright. Yeah. Na unajua tunapenda kutetea sana wanawake. Kabisa. Especially ikifika siku ya Wednesday, we're talking about women, you know, it's ladies edition on Wednesday. Na siku ya leo labda uweze kutuambia safari yako katika utetezi wa haki za wanawake inaanza wapi? Is it kwamba ilikuwa ni mahali watu ulikuwa unaona wanadhulumiwa? Is it kwamba ni personal experience umepitia, ama it's something that imekuwa ndani yako ukaamua kwamba let me try and do this? Ni something ilikuwa ndani yangu. Vile niliona opportunities zenye ziko hapo, niko na mama wengi hatupati opportunity. Okay. Na saa zingine ni kwa sababu ya atujui, atuelewi nini tunafaa kuifanya, ndio tuweze kupata hizo opportunities. So vile sasa nikaonelea nianze biashara yangu. Biashara yangu ndio ile nilikuwa nakwambia ya wanawake, today woman. Na create space ya wamama, ya kuwafundisha wamama opportunities zenye ziko. Okay. Na guide, naonyesha hivi ndio unafaa kufanya, hivi ndio unafaa kuelekea. Mara mingi unapata wanawake tunaogopa kuwa leaders. Tunawina leka uoga. Yeah. But uoga unajua inakuanga imetoka kutoka kwa watoto. Ile unafundishwa unaambiwa unanyamaza, wewe ufai kuongea, unafaa kufanya hivi na hivi. Lakini kama wamama tunaogopa. Kazi yetu tumefundishwa tunafocus tu ni maneno ya kuchunga, maneno ya nyumbani. Usikize mzee, ufanye hivi, ufanye kila kitu pale nyumbani. Lakini uko na uwezo. Kwa sababu hata kuranio nyumbani si ni uwezo, ni leadership. Yes, of course. So why can't we not tumie hiyo kufanya kwa biashara kama hiyo? Ujiendeleze. Lakini mara mingi unapata wamama tunaogopa. Hata mara mingi mimi ufocus sasa kwanza na young women. Kwa sababu hiyo sasa niweza kumold wasiogope ama wasifanye vile sisi tulifanya tukiingia kwa market. Unajua saa zingine mimi kwenda kwa biashara ama unataka kwenda kufanya kazi, lakini uko na ile uoga. Unasema nianzie wapi, nifanye nini? Una mwelekezo. Ndio maana mara mingi mimi napenda kuwa mentor. Nionyeshe vile wanaweza ku excel basically. Okay, Dabi, unapozungumzia uwezeshaji wa wanawake unamaanisha nini? Opportunity sasa ni ile nafundisha. Sasa kama mara mingi niko na ni spaces ninaingia, mostly na kuangalia wanawake. Unapata unataka kuingia, maybe nikatakaeleza Organization of Women International Trade. Inasaidia mama kupeleka vitu nje ya country. Lakini mara mingi mama wajui vile watawezaje, wataanzia wapi. Sasa mimi nawekeleza hapo, naonyesha vile wanaweza kufanya hiyo kazi. Mara mingi mama hatuna access to finance, hatuna pesa kama hela ya kuanza hizo biashara. Na saa zingine banka haiwezi kukusaidia. Sasa njia ni gani kuanza? Tunaelekeza hiyo bado. Kuna opportunities mingi kuinje ya mama atuoni ama atuelezi ama atujui. Lakini sasa mimi vile mimi nafanya ni kumake sure tuko na hiyo kitu, na kumake sure also kila wakati wamama wako represented in a lot of places. Wamama tuzakaongea tuseme hii ndio shida zetu, tusaidini, ama kama spaces ya uko government ama nini, tunasukuma hiyo agenda. Dabi, kuna mtu anajiuliza, unajua umezungumza tunawawezesha wanawake, tunawaelekeza jinsi ambavyo labda watapeleka mizigo yao nje ya nchi, tunawafanya. Mtu anauliza, mnawawezesha vipi na hawa ni kina nani? Kwa sababu labda mimi sijui Dabi na sijui ni vipi labda anaifanya hii kazi ya kuwawezesha wanawake. Sasa vile tunaanza, unakuja ku apply. Nito yo organization unakuwa member. Kwa member sasa unakuja through the whole course. Tunakufundisha vile product yako inafaa kufaa. Yes. Tunakufundisha vile kila kitu kama ni pesa tunakosha wapi unataka kupata pesa kuzudi. Tuko na associations na hizi places yenye ziko na hiyo hela, na hizo hela hutusaidia. So tutaka kuja kuambia hapa how do you get grant. Tunakupatia mentorship ya baka ya nje ya country. Kwa sababu tuko na opportunity na companies kama Sherry Blair Foundation.
unapata mentor kutoka nje ya country anakuja kukueleza vile unaweza ka package product yako. So auko peke yako. Tunakuja kupatia opportunity ya kuonyesha. Tunaweza kupatia opportunity na mwenzako hapa tu Kenya. Tutakosha wewe unataka kufanya maybe unataka mafuta. Unatengeneza mafuta ya kujipaka. Kuna mwenzako wewe hapa anafanya tena mafuta ya kupaka na baka anashapeleka. Ule ni easy ya wewe kusikiza mwenye ashafanya kuliko mwenye hajaifanya. So tunakuweka connect, mnangangana na kutengeneza hiyo product yako. Na labda niweze kuuliza, hii ni kitu ambacho labda uliweza kusomea ama ni kitu ambacho pia wewe ulionyeshwa na mwingine ukaamua kuonyesha wengine? Ni kitu ya ulionyeshwa na wengine. Si hata sikusomea hiyo. Mara nyingine background yangu ni finance. Nilisomea baka CPK, niko na degree in education and economics. So nimesomea vitu za ya kusoma tu. Lakini ile sasa kufanya mkono hivyo ni ile kuketi na watu na kuelewa nini inaendelea hapa, nini inafanyika hapa, tutaka kundana aje ndio tuweze kusukuma kitu kingine. Sasa ngine unaweza kusema unaweza kupata opportunity, unaona let's say Mungu amempatile wisdom ya kuona opportunity mahali. So nikiona hapa hivi naweza kujua Christina anaweza kuwa mzuri hapa. Mbio nakuita nikwambie Christina kuja hapa, endelee hivyo. Na niulize, elimu ina nafasi gani labda katika kumwezesha mwanamke? Kwa sababu sometimes unasikia watu wakisema kwamba unajua wanawake siku hizi bwana baada wamesoma, wamekuwa empowered, wako na hawaheshimu waume zao. That is what some of the people say. What do you have to say about that? We see agree na hiyo maneno. What I believe, ama mimi naamini ni masomo ina improve opportunities yako. Na opportunities yako ikiongezeka, si hata familia na mzee ana benefit. Opportunities are there. Na lazima mtu asome ndio apate hizo opportunities. Always kaketi tu hivyo one kama itakuwa tu sawa. Na hiyo maneno ya akisema ati unakalia mzee, hakuna kitu kama hiyo. Usually ni respect tu. Kwa familia, respect is what is very important. But what we need to focus on, ama kile tunafaa kuangalia ni opportunity unapata. Hiyo masomo unapata inafungua maisha yako, ya watoto wako, ya kila mtu kwenye familia, hata mzazi wako. Mamangu amebenefit kwa sababu niwezekenda trip na mpeleka hata outside the country. Tunazunguka na kila mtu. Mbona tusipatani auto opportunity kama hiyo? Kwa sababu masomo ni very important. Huwezi ka ignore hiyo. Na labda niulize, wakati ambapo unasema wewe ni mtetezi wa wanawake, mostly unajua watu wengi wakisikia hivyo wanasikia kwamba ni mtetezi wa wanawake ambao wanadhulumiwa, wanawake ambao labda wananyanyaswa kijinsia. Hebu niulize, what have you done kuhakikisha kwamba una come through kwa watu kama wale? Tuko na connect na watu other organization wanakuanga nizo wako very strong in that. Unajua kama mwanamke you can't be everywhere at once. Sometimes unachukua hiyo opportunity unacombine na mwenzako ndio mwende msaidiane. Mara mingi tumeenda kama hiyo program yangu yenye sisi run na G100. G100 ni all over the world. Iko na representation all over the world. Tuliweza kuleta wamama kutoka nje, tukaenda hapa Kibera, tukapatia opportunity chakula, tukapea tukafundisha njia watoto wao, tukapatia also opportunities wakapata scholarship. So na vitu kama hizo inasaidia mambo mengi. Na labda niweze kuuliza changamoto ambazo unakumbana nazo wakati ambapo unafanya kazi kama hiyo, vile ambavyo umesema naenda mahali unasaidia watu na of course kila kitu kina changamoto zake kweli, na labda uweze kutueleza kwa kifupi ni changamoto zipi ambazo labda umeweza kukumbana nazo? Saa zingine upati pesa ya kutosha ya kufanya ile vision uko nayo, unangangana nayo. Na saa zingine unaenda lese umeenda nje, watu wataki kusikiza. Unadhani unafanya empowerment ama unafanya training, hawasikii. Unashangani sasa utafanya nini ingine, lakini mara mingi ni kungangana tu. Mara mingi wa mama hiyo ndo what of the things to affect. Also kupigana na wanaume kama vile tu umesema, wakisema unasema female women empowerment, wanaona ni kama unapiga wanaume. Na mara mingi si hivyo. So mara mingi unapata wanakataza wa mama wakuje wasikize mambo yako. Wakisema unadhani unasikia, wakataza unasema wanashikani kama utaki waelewe wanaume ni wenye nyumba. Lakini hiyo si hivyo. Sisi tutaka kuempower women ajisimamie. Asimamie yeye na asimamie familia yake. Si tunapigana na mwanaume, hapana.
Ushai kutana na kisa ambacho labda ilikuwa kama hivyo, umeita mtu kumempower and then ikatokea shida kama hiyo? Hata nikapigiwa masimu na mzee wake. Ambao wewe ni nani? Mbona unapigia bwana yangu? Nilikuwa nakufa tu mentorship. Anaambia wewe ni nani? Nipata namba kwa simu ya bibi yangu. Wewe ni nani? Na wewe ni mwanamke. So nikashangaa sana, hata sijaona kitu kama hiyo. Anapiga makelele na ni msana, hata si mama mzee. Very young girl. Na labda kama 24-25 hapo. Na ndio anaulizwa, bwana yake alishika simu yake akanipigia. Sasa jaribu kueleza, hataki kusikia. Na mbenye ndio mnaharibu familia. Yeye tulikuwa nafundisha tu vitu tu za kawaida tu. So ulidila aje na ama unadila aje na vitu kama hivi wakati ambapo labda zimetokea? No, unaongelesha. Sasa zingine mara mingi tu ni kukua strong. Na usi give up. Msana leo nikamwongelesha. So kila wakati tunakutana nikamwambia I'm available bado. I don't run away. Okay. So tukiingia kwenye taaluma yako, labda niweze kukuuliza tu, ni sifa zipi ambazo labda mtoto wa kike ama msichana anafaa kuwa nazo ili kupata mafanikio katika labda taaluma za biashara ama kujimarisha kiuchumi? Akasema integrity. Hapo ni lazima kwanza na hiyo, alafu kuwa hardworking. Kufanya kazi kabisa, kwa sababu hii kazi usikachukua tu hivi. Lazima mke mapema ufanye kazi yako. Lazima ungangane, kwa sababu mambo ni mengi huku nje. Mambo ni ngumu sana. If you're not hardworking, utaweza kuumia. Then you can have to be focused. Unajua nini unataka kufanya. Usikubadilisha maneno yako, usikuwa pande huu, kwa focus nini unataka. Kama ni kwa biashara, kufungua biashara yako, ujue hiyo ndio kitu inakuamsha asubuhi na unalala nayo. Ukifikiria tu maneno ya biashara yako, hiyo inatuma biashara yako succeed. But usikakuwa leo unafanya hii, kesho unafanya hii, unapotelezea hapo hivyo. Okay. Yeah. Na wakati ambapo unafanya hizi programu zote, labda niweze kuuliza tu, kwa sababu unajua mara nyingi tunafanya vitu na labda haujajipima, haujui uko wapi. Maybe niulize, unapimaje labda mafanikio ya hizi programu zako? So vile sifanya ndio to make sure tumefanya kila kitu. Tunajaza document. Ile nditongo monitoring and evaluation. So tunafanya assessment document. Sasa kama kuna program nilikwambia ninafanya ya wasichana, usually ina target wasichana wenye wamemaliza campus ama kwa campus ama wameanza biashara. So ile nyono guide tu wajue it's a 6 weeks program. Na inafanya tu online kila kitu. So wana learn kila kitu. By the end of the program lazima mko ame-attend all the classes. Lazima, na hiyo ni commitment, lazima unipatie from the beginning. Lazima ukuje kila wiki unakuja class, unafundishwa hizi vitu zote, because these are things that you need to know. So then after that tuna evaluate, tume succeed, umelearn nini. Kuna karatasi tunafanya, kuna exam kama kidogo tunafanya ya ku make sure umeelewa nini unafanya. So mara nyingi unasikia kwamba watu wanasema kwamba unajua wanawake wakati ambapo wanakuwa viongozi, sometimes it's so hard for them to lead. Kuna watu wanasema kwamba unajua wanawake sometimes wanakuwa led na emotions, you know, sometimes atakuja na moods zake and then unajua everything will not be okay, na hiyo ina affect hata labda utendakazi wa watu wengine. Wewe kama kiongozi, labda unaweza kusema nini kuhusu hiyo? Hiyo fanyika mara mingi na naelewa. Na sisi wa mama, has it ever happened to you? Yes, but sasa nikuwa wise about it. Sometimes kama individual unaelewa hii ni vitu inakufanyika. So if I feel na saa zingine nimekasirika sana, sometimes it's easy unajitoa kwa hiyo situation. Unaambia mtu tu, wacha tutakuja back, we discuss this, tutaongelea hii baadaye. Okay. So uende uangalie, ulijiulize hii ni kwa sababu nimekasirika ama this is the way it needs to be. Sometimes mi uchukua hiyo time out. I take my time nifikirie. Kama bado I'm very strong about it, I will come back and tell you facts about it. I don't fight. Hata kama nifanya makosa, mimi agree nimefanya makosa, lakini hivi ndo tunafaa kuelekea. Okay. Sometimes unajua saa zingine hasira inakujanga saa zingine. But hata wanaume si hasira ukuja. Wakiona wakichapana si ni hasira tu bado. Mbona kwa nini yetu inakuwa emotional?
Si saa zingine tu ni ile tu ku take time tu. And then also kuna course nakwambia very important ni mtu chukua emotional intelligence. Okay. Hiyo ni very important by the way. Inakufundisha vitu mingi sana. Inakufundisha kudeal na situation ya mtu asikasirisha, kufika ile mahali amekasirisha. Ama akuele mahali unakasirika ama uko depressed. Okay. So sometimes you need hizo classes inasaidia. And the more unasoma, the more unaji-expose kwa hizo vitu, unajua kuhandle hizo vitu zote. Okay. Kwa sababu mara mingi unaweza kuongeleshwa vibaya. Utakasirika kweli? Hapana. Sasa I'm pretty sure hata zingine ukienda nje unaweza kupatana na mtu anakuongelesha hivyo, unashangaa huyu leo ameamka upande gani? Na labda niweze kuuliza, unahisi kwamba vitu kama hivi ama hivi vile watu wanafikiria katika jamii yetu kwamba women are led by emotions, you know, they cannot be good leaders, unahisi kwamba zime affect to some extent vile ambavyo wanawake wanachukua nafasi za uongozi? Kweli ina affect kwa sababu opportunities zinakuja, unaambia mara kwanza unasema huyu mwanamke is not a good leader. Mbona? Kwa sababu ya emotions zake. Lakini hiyo si ukweli. Hata kama tuko emotion, women are very caring. They are very nurturing. So imagine kuna mtu kama huyo anaanza kufanya kazi kwa biashara yako. Si anaweza ka make sure biashara yako imegrow. Anasikiza, ako very tough. Mara mingi unapata kama wanawake tunakuwa accused. When you're very strict unaambiwa wewe you're very aggressive. Yet it's same thing wanaume wanakonayo. Mbona tuna differentiate hizo? Yet biashara kama inafanyika, mbona tu differentiate? Si kila mtu afanye kazi yake. Okay. Tu kama mama, I believe women can actually be very good leaders. Tunapanga kazi vizuri. Okay. We're very good planners. Hata ukiangalia trips ya mama vile inapangangwa. Upanga vizuri. Kwa nini biashara atupatie wamama hiyo opportunity? Wamama wako na wanaweza excel vizuri sana. Okay, sometimes unaambiwa kwamba na msemo ambao unatembea sana, ukiangalia cases unaweza ukasema kwamba maybe kuna kaukweli japo ni kadogo tu. Unasema adui wa mwanamke ni mwanamke. Mara mingi inasemekana hiyo. Yes, that is what they say. Unahisi kwamba viongozi wa kike wanawezesha vijana wa kike enough? Kwa sababu utapata kwamba labda kuna mahali ofisi kama hii unapata kwamba kiongozi ni mwanamke, and then utasikia hata watu wengine wao wanasema hadharani, no, actually sio viongozi but generally utasikia wanawake wakisema kwamba mimi sina marafiki wa kike, I only have male friends, you know, and napenda kuinteract na wanaume. So does it affect vile ambavyo labda tunatitiana ama vile ambavyo labda viongozi wana deal na juniors wao wa kike? Kweli mara mingi nimesikia hiyo na tumeona saa zingine, lakini nasema ni percentage ndogo. Si kila mtu. Sisi wote tuko na marafiki wanawake. Lakini vile kama nilikuwa nimeeleza, I think most of these things inafaa kufanya ni kufundisha watu the right way things. Okay. Kama mtu ni mtu mzuri, kwa nini angangane na asifundishe mwenzake, asieleze mwenzake? And that's nakwambia I'm very good in mentorship. Na najua kupromote your mentorship. Leaders or mentor young women. Ndio waonyeshe njia the right way. Okay. Wasi feel threatened ati another person anakuja achukue kazi yangu. Wewe unamwachia hiyo nafasi, uelekea juu tena. Mwachie mwenzako nafasi hivyo. Na that way we grow the women. But sasa mimi nikikatalia kiti, nitakiti kwa kiti for how long? Okay. Si lazima nifundishe mwenzake. Kwa nini usifundishe mwenzako ndio kuja chukue kiti uelekee the next step? Okay. Kuna wanawake ambao labda amepewa nafasi ya kuwa kiongozi ama akona nafasi ya kuwa kiongozi ama hata anataka kuwa kiongozi, lakini kutokana na unyanyapaa na hizi story zote ambazo zinazungumzwa kuhusiana na wanawake ambao wanataka kuwa viongozi, anaogopa na anasema tu afadhali tu niachie mtu mwingine. Unaweza mwambia nini mwanamke kama huyo? Namwambia enda, please go become a leader. Kwa sababu you have the opportunity. Kama kuna hiyo wito, enda. Niambia usiogope, usiogope. Hakuna kitu rahisi kwa hii dunia. Lakini roho yako nitaamua. When you have the faith in what you do, utaexcel. Okay. Usiogope kabisa. Kwa sababu mara mingi kama wanawake I think tunaogopanga, tunakuwa na kale kafia. Sijui mbona tulizaliwa nayo ama tulifundishwa nayo, but kuna ile kafia ile yenye inama mwili. Lakini hapana. If you believe you can bring change in your family, in your people, why not stand up and do it? Okay. Have the faith that you are given the power ya kuexcel. Okay. Mimi na Mungu tena. Mimi ni mtu na believe. Kama Mungu amekupea wito, enda.
Kuna watu wanaamini kwamba unajua wanawake sometimes ukipewa nafasi ya uongozi, you know, kama umewekwa mahali in leadership, wana believe kwamba it's like you know everything, you're capable, you know, wewe hata au get overwhelmed because you know you're up there. Yes. So is it important for women who are leaders to get some maybe counseling or a therapy? Kwa sababu sometimes it can get overwhelming. Maybe you're dealing with a lot of people na kila mtu, unajua watu characters ni tofauti. Is it important? It's very important. Nimekueleza maneno ya emotional intelligence. Hata mental wellness is very important because mambo kinje ni ngumu. Hata as an individual saizi unaelekea uko na mambo mengi inaendelea kwa maisha yako. Si lazima uongelee, lakini uko na mambo mengi. Sasa imagine leader yake ni times 10 ama times 100. Okay. They need an outlet. If you don't have an outlet, then hapo wewe inakuumiza. But kuongea na kuongea therapy, I believe it's actually quite good. Ama kuna marafiki. Very strong friends wenye ndaka kuguide, wenye unakuwa na mentors. Unaona vile mentors ziko nakueleza. Uko na mentor, mnamueleza shida yako, anakuexplainia, uende hivi, ufanye hivi, uendelee hivi. Uende kwa therapist inasaidia. Ama hata marafiki tu leo nakueleza tu. Uko na marafiki wazuri, wanaweza kukusaidia sana, udecompress, ueleze vile unaweza kufanya kazi. In fact, I was about to ask you that question, you know, how do you decompress? Kwa sababu, you know, being a leader, it requires a lot. Wewe unatumia njia gani labda kuweza kudecompress na kutoka kwa maybe kwa life ya kazi, maybe kurudi to your normal life? Me I walk a lot. Sasa zile nasikia kichwa inaenda kama kuruka. Natembea. Natoka natembea. Na nikitembea nafanya solutions zangu. I find it a way of thinking my thoughts. Then also kuhang out na marafiki. Yes. Kuhang out na marafiki unisaidia sana na kudiscuss na marafiki zangu. I have friends wenye wako in they're different leaders in different capacities. So tunaona tumashida zetu ni kama ziko a bit similar. So kuketi na kuongeleshana inasaidia sana. Na kama alisema kukuwa part of an organization inakusaidia kuongea na watu. You feel like it's free, it's not work, lakini inakufungua macho. So inakusaidia kufikiria, kukurelax, kucheka saa zingine. Lakini upenda vitabu tena. I like reading a lot. So wakati ambapo labda wewe ni mtu wa familia na wewe ni kiongozi, you have to deal with your family at work and you have to deal with your family at home. How do you find, where do you find the balance? Nisema mimi ni single mother. So kitu nisaidia kwanza mapa ni madada zangu. Nisaidia sana. Sasa zile balance maybe nimeenda out of the country, nimefanya hivi, wananisaidia. Wazazi wangu tena wananisaidia sana. So hiyo ndio balance nakwambia, ukikuwa na support system mzuri inasaidia. If you don't have a support system, mambo ni ngumu. Mambo ni ngumu kwenye. Kama una rafiki ama familia ya kusaidia. Mimi my support system ndio wa dadangu, mamangu, familia yangu. Au nisaidia sana especially na kudeal na maneno ya watoto. Sasa huko kwa ngumu, but also najaribu ku make sure una differentiate. Mimi ikifika 5 o'clock mimi nakwambia nataka kazi kwanza mpaka ifika 10. Watoto chalala, naanza 10 o'clock sasa naanza na kazi tena. So hiyo ndio the balance yangu. Nikiamka asubuhi na deal na mtoto kwanza kabla niendelee na vitu zingine. Na unahisi kwamba ni sera gani zinaweza kuwekwa ili kusawazisha ama kuweza kuhimiza wanawake katika uongozi ama uwakilishi wa wanawake katika nafasi za uongozi? Opportunities. Unajua mara mingi tunasemanga 2/3 rule, lakini tunajua hiyo tu ni story. Bado haijafanyika. Kabisa. Tukikuwa very strict in that, kila wakati tupatie mama hiyo opportunity, lazima hiyo 2/3 rule ikuwe effected. Wamama ngapi watapata kazi? Wamama wengine watapata opportunity ya kufightia other women. I believe tukiweza kufanya hivyo itasaidia sana. Tukisukuma in businesses, in work, in corporates zote. Tulingane na hiyo 2/3 rule. Itatusaidia wamake. Because I believe women are there. Opportunities are there. Hata wengine watapata wamesoma sana kuliko hata wanaume. Lakini hawana opportunity. But tukiinsist on 2/3 rule itasaidia. Na niulize, uko na kiongozi ama viongozi wa kike ambao labda wanakuhamasisha? Yes, let's say kama Wandia Gishuru wa Vivo. I respect that lady so much. From what she bila alianza na mali biashara yake iko.
nimeona amefanya kazi mzuri sana na nafurahia, napenda kuwa kama yeye. With all the Vivo shops unaona hapo hivyo, we all want to be like that. But sasa kama outside Kenya ndakasema, of course everyone wants to be like Michelle Obama. Okay. With her grace, na usomaji wake, na vile anatreat familia yake na mzee wake na biashara zake, that is a very strong woman that we'll all want to be like. Okay. Labda nikuulize, what is your end goal? Unafikiria kuachieve nini kwa maisha yako, maybe katika story ya uongozi? What do you want to achieve? Kwa uongozi? Yeah. For me, I'll say I would love, ningependa nikuwe na wamama wengi wenye ni leaders. Isikuwe tu ati women position peke yake. Why can't we have a women president? And we have that opportunity. Why can't we have women running many businesses uko nje? Hizi ma corporate leaders. Kwa nini wamama tusi lead hizi zote? Na najua tuko na uwezo. Tusiogope, tuko na uwezo. Zaidi ya radio, tunarudi tumalizie na mgeni wetu wa siku ya leo. Nafasi ni yako msikilizaji. Kama uko na swali lolote la kumuuliza, nambari iko wazi 0719012700. Labda niweze kuuliza tu kwa mtoto wa kike ambaye labda ni kijana. Sasa hivi tunajua wanafunzi wako nyumbani wanasoma, na there's maybe a girl somewhere mwenye anataka in future awe kiongozi, anataka in future aweze kufanya vitu vya maana, vitu vya kuaminika, aweze kulead watu, pia yeye aweze kuwa mentor kama wewe. Okay, vile ambavyo unafanya. What are they supposed to do, or what do you have for them? Naweza kaelezea waanze na nyumbani. Okay. Leadership starts from home. Unasaidia mama, pull wenzako wafanye kazi nyingi wanafaa kufanya. Naweza ka recommend tena waende wasaidie, wajoin hizi groups za wa youth. Okay. Hapo na mtu anapatanga leadership skills. Hata shule mwenyewe unakuwa prefect. Inasaidia kwa leadership skills. Unaelewa kulead watu, kusimama mbele ya watu, kuongea na authority, na kukuwa na trust in what you do. Sometimes hiyo kuanza tu ndio inakuanga ngumu. Ukienda church unang'ang'ana na kwa choir, unang'ang'ana kwa church leadership, unang'ang'ana na youth church, najua. Unaweza kung'ang'ana kuwa part of the team. Okay. So hata kama hajaalikwa, unamwambia kwamba aende force issues, like show up. Unamiango tu show up. Unaonekana kila mahali. Mara mingi vitu opportunities mimi upata ni kwa sababu tu nime show up. Si ati kitu kingine ati kusema bora nini ama nini, but kuonekana, unaonekana huyu anaweza kufanya hii. Ujo mtu anapita hivi macho anakuona wewe, huyu ndo anaweza kanisaidia hapa. Hizo ni opportunities zipatikananga kwa wanawake wengi, ama kwa youth, let's say. Kuna mtu anakusikiza anahisi kwamba I just lost an opportunity simply because maybe niliogopa, ama nilipeana opportunity kwa sababu sikuwa najiamini, but I feel like it's late. What do you have to tell them? Try again. Usiogope kujaribu tena. Okay. Mara mingi unajua unaona opportunity imekupita tu, sema ningekuwa kama ule, ningefika hapo. Okay. Acha tushike simu mbili. Radio Maisha, hello. Hello. Yes. Habari? Mzuri sana. Nilikuwa nataka unisaidie. Nilipata depression 22. Ulipata depression? Ni kitu gani kilifanya ukapata depression, mami? Nimeshinda chini bani sio na malaika. Okay, ulikuwa unataka uongeleshwe? Okay, sawa. Labda wacha nichukue namba yako. Sasa? Yes. Niko na mtoto kijana wangu anataka kufanyiwa operation. Okay, sawa mami, tutaweza kukupigia, nambari yako nimeichukua, na tutaweza kukupigia. I think anasema kwamba she's depressed kwa sababu ya mambo mawili matatu, na ni mtoto wa kike. Labda hata kama amesema kwamba kuna mtoto anafaa kufanywa operation, ako na shida na mother-in-law. Labda kwa kifupi tu uweze kumpa neno moja tukimalizia, kwa sababu naona muda umetupa kisogo. Wacha nikueleze tu.
Mami, usisumbuke sana, omba Mungu. Okay. Lakini also pata opportunity ya kuongelesha mtu mwingine, usikufe peke yako. Okay. A problem shared is a problem half solved. Yeah. Na saa zingine tunasahau hiyo maneno. Apate chance ya kuongelesha mtu, kama ni rafiki, kama ni mtu wa church, ama pastor, ama hata brother ama sister mwenye nda kumsaidia. Asikufe moyo. Okay. Sawa. Neno lako la mwisho kwa mama ambaye anakusikia, kwa mtoto msichana ambaye anakusikia, kwa youth ambaye anakusikia, millennial, Gen Z, baby boomer, hata Gen Alpha mwenye anakusikia sasa hivi ambaye ni mtoto wa kike, what do you have to tell them? Live your best life. Okay. Trust in yourself. Believe. Jiamini. Mungu, kitu naamini ni kila Mungu alipatia kila mtu kitu nye inatuma excel. So ukisikia ile sauti kwa akili yako, your gut feeling, trust it. Believe in yourself. Mungu alipatia kila mtu na uwezo wake, na kuna vile unaweza excel na maisha yako. Oh, wow. Asante sana kwa kuungana nasi siku ya leo, na nimefurahi. Nimefurahia sana. Asante sana kwa hiyo opportunity ya kukuja hapa na kuongelesha wanawake na kila mtu kwa jumla. Nimefurahia sana. All right. All the best. Asante sana.